Jioni inapofika, jua la Mwenyezi Mungu likazama, giza nalo likaanza kutawala katika uso wa dunia. Wanadamu mbalimbali hurejea katika makazi yao kwa ajili ya kupumzika. Wanadamu wanapopumzika huota ndoto mbalimbali, lakini ndoto ambazo wanadamu mbalimbali huziota wanapokuwa wamelala zimegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza la ndoto ni ndoto ambazo hutokana na mawazo au marejeo ya vitu mbalimbali ambavyo mwanadamu aliwahi kuviona katika maisha yake. Mara nyingi ndoto hii huja muda mfupi baada ya mwanadamu kupitiwa na usingizi. Lakini kundi la pili la ndoto ni ndoto zenye maana ya kweli katika maisha ya mwanadamu. Mara nyingi huwa ni ndoto ambazo zimebeba maono, ujumbe au maonyo fulani. Mara nyingi aina hii ya ndoto wanadamu huota kuanzia usiku wa manane mpaka saa 10 alfajiri, kwani muda huu ulimwengu wa kiroho huwa unakuwa wazi kuliko nyakati nyingine, na ndiyo maana mwanadamu anapoamka usiku wa manane akafanya maombi yake hujibiwa kiurahisi kuliko anapofanya maombi katika nyakati nyingine. Hivyo mara nyingi Mwenyezi Mungu hutumia muda huu kuzungumza na wanadamu, lakini hata malaika ambao wanatulinda hutumia muda huu kutupa miongozo mbalimbali ya maisha yetu. Zipo ndoto mbalimbali ambazo mwanadamu anaweza akaziota katika muda huu, lakini leo na kwenda kuzungumzia ndoto ambayo asilimia kubwa ya wanadamu wamekuwa wakiota na hawajui maana yake. Ni ndoto ya kurudi utotoni alafu ukawa shuleni. Yaani wewe ulishamaliza shule miaka mingi iliyopita, lakini bado kila unapolala unaota umerudi shuleni, na ndoto hiyo imekuwa ikijirudia mara kwa mara katika maisha yako. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamekuwa wakiota ndoto ya aina hii, leo utakwenda kujifunza kitu kikubwa sana kupitia video hii, na kuanzia leo hautachukulia poa ndoto hiyo. Kama nawe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, amini video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Ikiwa unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni tafsiri mbalimbali za kulala na kuota umerudi shuleni hali ya kuwa ulishamaliza shule. Namba 1, unapewa onyo kuhusiana na tabia pamoja na mwenendo wako ambao unakurudisha nyuma katika safari yako ya maisha. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini: tabia na mwenendo wa mwanadamu ni miongoni mwa vitu ambavyo vina mchango mkubwa katika anguko la mwanadamu au katika mafanikio yake. Inawezekana wewe ni moja kati ya binadamu ambao wamefanikiwa kwa sababu mwanzo ulikuwa na mwenendo pamoja na tabia ambayo inasapoti au inachangia mafanikio, lakini kwa sasa umejikuta umeanza kujenga tabia ambayo kwa namna moja au nyingine inakurudisha nyuma. Huenda ni tabia ambayo inakufanya uwe na matumizi makubwa kuliko kipato ulichokuwa nacho. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamekuwa na mabadiliko ya kitabia hivi karibuni, na ghafla ukajikuta unaanza kuota ndoto ya kurudi shuleni kila unapolala, ndoto hii inakuwa inajirudia mara kwa mara na inakuja katika maisha yako usiku wa manane mpaka saa 10 alfajiri, jitafakari, kwa sababu unapewa onyo kuwa tabia na mwenendo ambao unao katika ulimwengu wako wa leo inakwenda kukurudisha nyuma. Huenda utakwenda kupoteza kila ulichokuwa nacho kwa sababu ya tabia yako. Huenda umekuwa mlevi kupindukia. Huenda haufanyi kazi tena. Huenda umekuwa mhongaji kupita kiasi. Huenda umekuwa mwanadamu ambaye umejiingiza katika michezo ya kubeti kupita kiasi. Haijalishi wewe ni nani, upo wapi, ikiwa umeanza tabia fulani ambayo inakupotezea fedha na ukaanza kuota ndoto ya kurudi shuleni kila wakati, jitafakari, kwa sababu unapewa onyo kuwa utakwenda kupoteza kila ulichokuwa nacho kwa sababu ya tabia yako. Namba 2,
ni ishara ya kuondolewa hofu kuhusiana na jambo ambalo umelifanya, alafu jambo hilo likaanza kukunyima amani. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, yapo matendo mbalimbali ambayo wanadamu huyafanya katika maisha yao, na si matendo tu, wakati mwingine hata maamuzi. Kuna nyakati ambazo wanadamu hufanya matendo pamoja na maamuzi, alafu muda mfupi baada ya kufanya hivyo hujikuta wakipoteza amani. Mioyo yao inatawaliwa na wasiwasi wa kile ambacho wamekifanya ama kukiamua. Moja kati ya mambo ambayo mwanadamu anaweza kuyafanya alafu akajikuta ameanza kujutia sana na kupoteza amani ya moyo wake ni pale ambapo anatembea na mtu, alafu kwa bahati mbaya anakuja kusikia kuwa mwanadamu ambaye ametembea naye ana skendo ya kuwa ni mwathirika. Huo ni wakati ambao mwanadamu huanza kupoteza amani ya moyo wake. Ni wakati ambao mwanadamu hujutia sana maamuzi yake. Lakini unapolala alafu ukaanza kuota ndoto ya kurudi shuleni ambayo inajirudia mara kwa mara katika maisha yako, ujue kuwa uko salama. Unahabarishwa kuwa hautakiwi kuendelea kuwa na wasiwasi, majuto wala mashaka, kwa sababu hakuna kitu kibaya ambacho kimetokea kwenye maisha yako. Na si hilo tu, yapo mambo mengi ambayo wanadamu huyafanya na kujikuta wakipoteza amani, wakaanza kujutia. Unapofanya jambo lolote alafu baada ya kufanya jambo hilo moyo wako ukaanza kupoteza amani, ukajawa na wasiwasi ndani yako, alafu baada ya hapo ukajikuta kila unapolala unaota umerudi shuleni, hali ya kuwa katika ulimwengu wa leo ulimaliza shule miaka mingi iliyopita, ni ishara ya kuwa unaondolewa hofu kuhusiana na kitu ambacho kinakupa wasiwasi. Namba 3 ni ishara ya kuanza mwanzo mpya katika maisha yako. Yapo mapito mbalimbali ambayo wanadamu mbalimbali hupitia katika maisha yao. Yapo mapito yanayoumiza na kuchosha moyo. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, haijalishi wewe ni nani, upo wapi, unapolala ukaanza kuota ndoto ya kurudi shuleni, ikiwa kuna mapito fulani ambayo unayapitia katika maisha yako, ni mapito ambayo yanakuumiza na kuuchosha moyo wako, ni ishara ya kuwa mapito hayo yanakwenda kumalizika muda si mrefu, na sasa unakwenda kuanza mwanzo mpya katika maisha yako. Ikiwa ndoto hii inajirudia mara kwa mara, basi muombe Mwenyezi Mungu ili mwanzo mpya ambao unakwenda kufunguka kwenye maisha yako ukawe mwanzo mzuri wenye furaha, amani pamoja na matumaini kwenye maisha yako. Namba 4, unapewa onyo usirudiane na mtu ambaye ulikuwa umeachana naye. Wapo binadamu mbalimbali ambao tunakutana nao katika safari ya maisha yetu. Kwa sababu tumeumbiwa mioyo ya upendo, tunawapenda na kuamua kuanza kuishi nao kama waume zetu au wake zetu. Moja kati ya mambo ambayo hutokea wakati wa mahusiano ni kuachana. Wakati mwingine pengine kwa sababu ya kushindwa na tabia au vitu mbalimbali hutokea, au migogoro ambayo imeshindwa kupata suluhisho, basi watu mbalimbali huyavunja mahusiano yao. Inawezekana nawe ni moja kati ya wanadamu ambao wamevunja mahusiano na mtu ambaye walikuwa naye katika mahusiano. Muda ulivyozidi kwenda ukaanza kujikuta unatamani kurudiana na mtu huyo, lakini kila unapowaza kurudiana na mtu ambaye umeachana naye katika safari yako ya mahusiano, unajikuta unaanza kuota ndoto ya kurudi shuleni. Tafsiri ya ndoto hiyo ni kuwa utakapofanya maamuzi ya kurudiana naye, kitendo hicho kitakwenda kukurudisha nyuma katika safari yako ya maisha. Kama ulikuwa umeanza kufanikiwa, basi mafanikio yako yataondoka kwenye maisha yako kwa sababu tu umerudiana na mtu ambaye umepewa onyo ukapuuzia. Ngoja nikushauri kitu, wakati mwingine hisia zinaweza kuzidi maamuzi ambayo unayo katika fikra zako. Fikiria kuhusiana na sababu ambayo imefanya mtu ambaye umeachana naye uachane naye. Huenda amekuacha kwa sababu hauna kipato cha kutosha. Je, kwa sasa hivi una kipato cha kutosha? Kama utarudiana naye kwa sababu ni mtu ambaye yupo na wewe kwenye mahusiano kwa sababu ya maslahi yake binafsi, hata kipato ambacho unacho utajikuta umekitumia chote kwa ajili ya kumridhisha aendelee kubaki kwenye mahusiano yako. Ninakushauri utakapoanza kuota ndoto kama hii, usikubali kurudiana na mtu ambaye ulikuwa umeachana naye. Namba 5,
ni ishara ya kuwa maradhi ya kichawi ambayo yalikuwa yanakusumbua yamepona. Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, magonjwa ambayo wanadamu husumbuliwa nayo yamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni magonjwa ya kibiolojia, na maanisha magonjwa ambayo mwanadamu anaweza kupimwa kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kisayansi na magonjwa hayo yakaonekana. Lakini kundi la pili ni magonjwa ya kichawi, yani magonjwa mbalimbali ambayo ni ya kiroho. Mara nyingi mwanadamu anaweza akawa anajisikia kuumwa, lakini kila anapoenda kufanyiwa vipimo vya kibiolojia hakuna magonjwa yoyote ambayo yanaonekana katika mwili wake. Hapa namaanisha hata watu ambao wanasumbuliwa na majini, mashetani au ugonjwa wowote ambao umetokana na ushirikina. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, kama wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao walikuwa wanasumbuliwa na magonjwa ya kichawi, alafu ukajikuta umeanza kuota ndoto ya kurudi shuleni kila unapolala, tafsiri ya ndoto hiyo ni kwamba maradhi au magonjwa mbalimbali ya kichawi pamoja na vifungo ambavyo vilikuwa vinakutesa kwenye maisha yako vimetoweka. Kama ni magonjwa yamepona kabisa, sasa unarudi katika hali yako ya kawaida. Namba 6 ni ishara ya kuwa nyota yako iliyokuwa imeibiwa ama kuchafuliwa sasa imerudi. Moja kati ya ukweli ambao mimi na wewe hatuwezi kuupinga ni kuwa kwa kawaida kila mwanadamu ambaye huzaliwa na kuishi katika uso wa dunia huzaliwa akiwa na nyota yake, na nyota ya mwanadamu mmoja hutofautiana na nyota ya mwanadamu mwingine. Wapo wanadamu ambao huzaliwa wakiwa na nyota kali kuliko binadamu wengine, na wapo wanadamu ambao huzaliwa wakiwa na nyota ya kawaida. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua katika maisha yako ni kuwa wanadamu waliozaliwa wakiwa na nyota kali, yani nyota ambazo zinaangaza kuliko binadamu wengine, ni wanadamu ambao nyota zao zinawindwa kuliko binadamu wengine. Washirikina huziwinda nyota za binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota kali kuliko binadamu wengine kwa sababu wanahitaji kuzitumia katika matumizi mbalimbali. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya mvuto kuliko binadamu wengine, ujue kabisa wanadamu wanaohitaji kuwavutia watu wengine lazima watakuwa wanaitamani nyota yako. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya kupendwa kuliko binadamu wengine, ujue kabisa binadamu wanaohitaji kupendwa wanaitamani nyota yako kuliko binadamu wengine. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu waliozaliwa wakiwa na nyota ya biashara, ujue kabisa wafanyabiashara wengi wanaitamani nyota yako. Inawezekana wewe ni moja kati ya wanadamu ambao waliibiwa nyota yao au nyota yako ilikuwa imechafuliwa. Utakapolala ukaanza kuota ndoto ya kurudi shuleni kila wakati, alafu kuna mabadiliko fulani ukaanza kuyaona kwenye maisha yako. Kama ulikuwa moja kati ya wanadamu ambao hawakubaliki, sasa umeanza kukubalika. Au kama ulikuwa wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanachukiwa bila sababu yoyote, sasa umeanza kupendwa, basi ni ishara ya kuwa nyota ambayo ilikuwa imeibiwa sasa imerudi katika maisha yako, au nyota ambayo ilikuwa imechafuliwa sasa imetakasika, imeanza kufanya kazi kama ilivyotakiwa kuwa katika maisha yako. Namba 7 ni ishara ya kwamba pesa ambayo umeipata hivi karibuni itaisha yote bila kufanya chochote cha msingi katika maisha yako. Kwa sababu binadamu hujishughulisha katika shughuli mbalimbali za kuingiza kipato katika maisha yao, wapo baadhi ya wanadamu ambao hufanikiwa kupata kipato kikubwa kwenye maisha yao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, wapo wanadamu ambao hata baada ya kupata fedha nyingi kwenye maisha yao, kwa sababu ya sababu mbalimbali, hujikuta wakipoteza fedha zote na kufilisika kwenye maisha yao. Kwani wewe hujawahi kukutana na wanadamu ambao wamefilisika? Ni wengi sana, lakini kufilisika hakuwezi kuja bila kuoneshwa ishara mbalimbali katika maisha yako. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamefanikiwa kupata fedha nyingi kwenye maisha yao, alafu muda mfupi baada ya kupata fedha hizo ukajikuta umeanza kuota ndoto ya kurudi shuleni kila unapolala, ndoto hii inamaanisha kuwa
fedha zote ambazo umezipata hivi karibuni zitakwenda kupotea. Hivyo unatakiwa kuwa makini. Inawezekana wewe ni mwanadamu ambaye una mwenendo mbaya ambao unafuja fedha zako kwa sasa. Amini usiamini, kama mwenendo wako ni mbaya, alafu mwenendo wako ukaunganika na ndoto ya kurudi shuleni, muda si mrefu utakwenda kupoteza fedha, utaporomoka kutoka juu na utakwenda kuishi level ya chini kabisa ya maisha yako. Namba 8, unatahadharishwa kutowekeza pesa zako kwenye biashara mpya ambayo unafikiria kuifanya. Kwa sababu binadamu mbalimbali hutamani mafanikio katika maisha yao, wanadamu mbalimbali pia hutamani kupanua biashara zao. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini unapopanua biashara na kutamani kuwekeza kwenye biashara mpya ambayo unakwenda kuifanya inaweza ikawa na matokeo mawili. Inawezekana ikakupa mafanikio ama inawezekana ikakufilisi kila ulichokuwa nacho. Na yote haya hutokea ikiwa umefanya uwekezaji sahihi ama uwekezaji usiokuwa sahihi. Ngoja nikwambie kitu kimoja, inawezekana wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wanatamani kuanzisha biashara mpya na huenda biashara hiyo haujawahi kuifanya katika maisha yako yote ya hapa duniani. Ikiwa unafikiria kufanya biashara hiyo, alafu ukajikuta katika kipindi hicho wakati upo kwenye mchakato wa kufanya maamuzi ya kwenda kuanzisha biashara mpya, ukajikuta umeanza kuota ndoto ambayo inakurudisha shuleni kila wakati, ujue kuwa hiyo ni biashara ambayo itakwenda kukufilisi kila kitu ulichokuwa nacho, utakwenda kupata hasara kubwa. Hivyo ni vema ukarudi kutathmini upya kuhusiana na maamuzi ambayo unataka kuyafanya. Namba 11 ni ishara ya kuwa unapitia maisha magumu kwa sababu hautaki kujishughulisha katika maisha yako. Wapo binadamu wengi ambao wanatamani kufanikiwa katika maisha yao, lakini mienendo ya maisha yao haiendani na ndoto walizokuwa nazo. Inawezekana hata wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanatamani kufanikiwa katika maisha yao, lakini nikuulize, una jitihada gani ambazo zinatakiwa kuzaa matunda katika maisha yako? Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanatamani kufanikiwa katika maisha yao, alafu ukajikuta unaanza kuota ndoto ya kurudi shuleni kila unapofikiria mafanikio, ni ishara ya wazi kuwa Mwenyezi Mungu anakukumbusha kuwa hauwezi kufanikiwa kwa sababu umejibweteka. Hakuna chochote ambacho unakifanya katika maisha yako. Hivyo Mwenyezi Mungu anakupa ukumbusho kuwa ili uweze kupiga hatua kama ambavyo unafikiria kwenye kichwa chako, lazima utafute shughuli ya kufanya. Jitume, kwani mafanikio ya kweli yapo kwa wanadamu ambao wanajituma. Namba 12 ni ishara ya kwamba Mwenyezi Mungu amekufanyia wepesi katika jambo ambalo ulikuwa umemuomba. Kwa sababu wanadamu tuna mahitaji mbalimbali ambayo tunayahitaji kwa Mwenyezi Mungu. Inawezekana nawe ni moja kati ya wanadamu ambao kwa sababu ya mahitaji waliokuwa nayo, basi ulipiga goti na kumuomba Mwenyezi Mungu. Utakapomuomba Mwenyezi Mungu alafu muda mfupi ukajikuta umeanza kuota ndoto ya kurudi shuleni, ni ishara ya wazi kwamba Mwenyezi Mungu amekujibu maombi yako. Kile ambacho umemuomba muda si mrefu kinakwenda kutimia kwenye maisha yako. Endelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu jambo ambalo umemuomba limekwisha kutimia. Namba 13 ni ishara ya kwamba tabia yako ya uzinzi na uasherati ni kikwazo kikubwa katika maendeleo yako. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, pamoja na kuwa wewe ni miongoni mwa wapambanaji sana katika uso wa dunia, wakati mwingine jitihada zako zinaweza zisizae matunda, na huenda huwa unajiuliza, mbona unafanya kazi kama watu wengine lakini bado haufanikiwi kama ambavyo wanafanikiwa binadamu wengine? Hebu chunguza tabia ya uasherati na uzinzi. Ikiwa wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wameendekeza tabia hii, huenda tabia hii ikawa ndiyo kikwazo kikubwa ambacho kinakuzuia kupiga hatua katika safari ya maisha yako. Utakapoanza kuota ndoto kama hii ambayo inajirudia rudia, ikiwa wewe ni miongoni mwa wanadamu walioendekeza uasherati pamoja na uzinzi, ni ishara ya wazi kuwa tabia hiyo ndiyo inayoyazuia mafanikio yako. Ni vema ukaachana na tabia hiyo, kwa sababu ili uweze kufanikiwa lazima uvikwepe vikwazo vyote ambavyo vinazuia mafanikio yako.
Namba 14 ni ishara ya kwamba kuna watu wanaiba mali zako kwa siri au mali zako zinateketea kwa siri bila wewe mwenyewe kujua. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema, tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.